Daudi alikuwa na fursa kamili. Sauli, mfalme aliyekuwa akimfukuza kama mnyama wa mwituni, alikuwa amelala usingizi mzito ndani ya pango, bila kujua kuwa adui yake mkuu alikuwa karibu naye. Askari wa Daudi walisongea karibu wakinyongonyeza, hii ni siku ambayo Bwana amesema atamtia adui yako mikononi mwako. Lakini Daudi, badala ya kuchukua upanga, alifanya jambo la kushangaza. Alinyonga kwenda kwa Sauli akinyoosha mkono, lakini tu kukata sehemu ndogo ya joho lake. Hii ni hadithi kuhusu fursa ya kisasi ambayo iligeuzwa kuwa funzo la huruma. Leo tutaona jinsi Daudi alivyoonyesha tabia ya mfalme wa kweli, si kwa kuchukua maisha bali kwa kuyaokoa. Mungu alikuwa akimfundisha Daudi jinsi ya kutawala kwa moyo uliobadilishwa. Katika 1 Samueli sura ya 24 tunaona mapambano makuu katika roho ya Daudi. Sauli alikuwa akimfuata kwa miezi mingi akijaribu kumuua. Sasa kwa mara ya kwanza Daudi alikuwa na uwezo wa kumaliza mapambano hayo. Lakini aliamua njia tofauti kabisa. Katika pango la En-Gedi, mahali pa kujificha kwa wanyamapori, Daudi alithibitisha kuwa ni mtumishi wa kweli wa Mwenyezi Mungu. Hebu tusome pamoja hadithi hii ya ajabu kutoka 1 Samueli 24, 1-22. Sauli alipokwisha kurudi kutoka kuwafuata Wafilisti, akaambiwa, tazama, Daudi yuko katika jangwa la En-Gedi. Kwa hiyo Sauli akachukua wanaume 3,000 waliochaguliwa kutoka Israeli yote, akaenda kumtafuta Daudi. Tazama jinsi Mungu anavyofanya kazi. Sauli alikuja na jeshi kubwa kumtafuta Daudi, lakini badala yake yeye ndiye aliyeingia kwenye mtego. Akafika kwenye mazizi ya kondoo njiani, mahali ambapo palikuwa na pango, naye Sauli akaingia ndani kujisaidia. Maneno haya ni mazuri. Kujisaidia ni njia ya kiutu ya kusema alikwenda haja. Sauli alikuwa hatarini kabisa bila kujua. Daudi na watu wake walikuwa wameketi ndani sehemu za pango. Tazama jinsi Mungu anavyopanga mambo. Adui mkuu wa Daudi alikuwa amejiingiza katika sehemu ambayo Daudi angeweza kumshambulia kwa urahisi. Lakini Daudi alionyesha utofauti wa moyo wake. Badala ya kishindo, alinyonga kwa utulivu na kukata sehemu ya joho la Sauli. Hata hivyo, moyo wa Daudi ukampa wasiwasi kwa sababu alikuwa amekata sehemu ya joho la Sauli. Hii ni muhimu sana. Daudi alisikia hatia kwa vitendo kidogo dhidi ya mpakwa mafuta wa Bwana. Kuna mambo muhimu ambayo wengi wanayasahau katika hadithi hii. Kwanza, Daudi alijisikia hatia kwa kukata sehemu ya joho la Sauli. Hii inaonyesha jinsi moyo wake ulivyokuwa mtakatifu. Hakuona hata vitendo kidogo dhidi ya mpakwa mafuta wa Mungu kama jambo la kawaida. Pili, mazingira yalikuwa ya hatari kwa Sauli. Alikuwa peke yake ndani ya pango, askari wake walikuwa nje, na hakujua kuwa Daudi na watu wake walikuwa hapo. Hii ilikuwa fursa kamili ya kishindo. Tatu, baada ya Sauli kutoka pangoni, Daudi alitoka pia na kuita kwa sauti kubwa, Bwana wangu mfalme. Aliita Sauli baba yangu mara 10 katika mazungumzo haya. Licha ya miaka ya kufukuzwa na kuteswa, Daudi aliendelea kumheshimu Sauli kama mfalme wake wa shari. 4, Daudi alisema, macho yangu yamekuona leo, lakini sikukua. Hii inamaanisha Mungu alimfunulia Daudi kuwa alikuwa na fursa ya kumuua Sauli, lakini aliamua kumwacha. 5, Sauli aliamini maneno ya Daudi mara moja. Hakukadhi. Hii inaonyesha kuwa moyo wa Sauli ulijua ukweli, japo aliendelea kumfuata Daudi baadaye. Mazungumzo kati ya Daudi na Sauli yanatuonyesha mabadiliko makuu ya kiroho. Daudi alisema, kwa nini unasikiliza maneno ya watu wanaosema Daudi anatafuta kukudhuru? Hapa Daudi alisema ukweli mkuu, wengine walikuwa wakimchochea Sauli dhidi yake. Kisha Daudi alimuuliza swali zito, je, ni nani anayemfuata mfalme wa Israeli? Ni nani anayekufukuza? Mbwa aliyekufa? Kiroboto kimoja? Daudi alijidhili mwenyewe, akajita mbwa aliyekufa na kiroboto. Hii inaonyesha unyenyekevu wake. Kisha alimwambia Sauli jambo muhimu, Bwana na ahukumu kati yangu na wewe, na Bwana na anitetee na akanilipa kisasi kutoka mkono wako. Daudi alimwacha hukumu kwa Mungu. Hakutaka kulipiza kisasi mwenyewe. Sauli alijibu kwa kulia na kusema, je, hii ni sauti yako, mwanangu Daudi? Na akasema, wewe ni mwenye haki kuliko mimi, kwa kuwa umenitendea mema na mimi nimekutendea mabaya. Hii ni ungamo wa moyo.
Sauli alizungumza ukweli kwa mara chache. Kisha Sauli alisema jambo la kushangaza, najua hakika kuwa wewe utakuwa mfalme na ufalme wa Israeli utaimarishwa katika mikono yako. Wanyamapori wa En-Gedi waliona mazingira haya ya ajabu na wakashangaa sana. Nimeona mengi katika jangwa hili, lakini hii ni ya ajabu. Daudi alikuwa na uwezo wa kumulipiza Sauli, lakini alionyesha huruma badala yake. Katika ulimwengu wa wanyamapori, mnyama mkuu angekamata fursa hiyo. Lakini Daudi ameonyesha nguvu ya aina tofauti, nguvu ya kusamehe na kuheshimu. Nilimwona Sauli akilia na kukiri ukweli. Mungu anafanya kazi katika mioyo ya wanadamu kwa njia za ajabu. Hata mfalme mkali anaweza kubadilishwa. Lakini je, kwa nini wanadamu huwa na shida ya kusamehe wakati wanyamapori tunaishi tu kwa instinct? Daudi ameonyesha kitu kikuu zaidi kuliko asili yetu. Ni kwa sababu wanadamu wameumbwa katika mfano wa Mungu. Wana uwezo wa kuchagua njia ya juu, njia ya huruma na msamaha hata inapowaumiza. Hadithi hii ina mafunzo makuu kwa maisha yetu ya leo. Kwanza, tunapokabiliwa na fursa ya kulipiza kisasi, tunapaswa kufuata mfano wa Daudi. Yeye aliamua kumwacha hukumu kwa Mungu badala ya kuchukua sheria mikononi mwake. Warumi saa 12 na madakika 19 inasema, wapenzi, msijipatilie kisasi ninyi wenyewe, bali mruhusu ghadhabu ya Mungu, kwa kuwa imeandikwa, kisasi ni changu, mimi nitalipa, asema Bwana. Pili, tuheshimu viongozi hata wakiwa na makosa. Daudi alimheshimu Sauli kama mpakwa mafuta wa Bwana licha ya kuteswa na yule mtu. Hatujui kila kitu kinachoendelea katika mioyo ya viongozi wetu, lakini tunaweza kuwaombea na kuwaonyesha heshima. Tatu, tuombe kwa ajili ya wale wanaotuonea. Daudi hakuwaomba vibaya wale waliokuwa wakimchochea Sauli, bali aliwauliza, kwa nini mnasikiliza maneno ya watu wabaya? Tunaweza kubadili mazingira kwa maombi badala ya mashaka. 4. Huruma ni ishara ya moyo uliobadilishwa. Yesu alisema katika Mathayo saa 5 na madakika 44, wapenzi adui zenu na muwaombee wale wanaowatesa. Hii si jambo rahisi, lakini ni ishara ya ukuaji wa kiroho. Daudi alionyesha tabia ya Mungu, akiwa na nguvu ya kuangamiza lakini akichagua kuokoa. Hebu tuombe pamoja. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa mfano wa Daudi. Ametuonyesha jinsi ya kuishi kwa huruma badala ya kisasi. Tunaomba utuongozee wakati tunapokabiliwa na watu wanaotuonea. Tutusaidie tuwaheshimu viongozi wetu na kuwaombea. Tugeuze mioyo yetu kutoka katika tamaa za kulipiza kisasi na utupe moyo wa msamaha. Kama Daudi alivyomwacha Sauli katika mikono yako, na tusaidie tuwaachie wale wanaotuumiza katika mikono yako ya haki. Tutusaidie tuwe na subira, tunasubiri wewe utende haki. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Waamini, mafunzo ya leo ni wazi, Mungu anataka sisi tuwe watu wa huruma, si wa kisasi. Yeye ndiye mhukumu mkuu na sisi ni watumishi wake. Kama Daudi, tujifunze kusamehe, kuheshimu na kusubiri wakati wa Mungu wa haki. Mungu akubariki. Kumbuka, huruma ni nguvu, si udhaifu. Kama Daudi, chagua njia ya juu. Tutaonana katika somo lijalo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.